Rais wa Marekani Donald John Trump ametoa kauli yenye kuzua taharuki duniani baada ya kudai kwamba Marekani inamiliki na inadhibiti kikamilifu anga la Irani, huku hali ya taharuki ikizidi kuongezeka Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi yanayozidi kushuhudiwa kati ya Iran na Israel. Kupitia mitandao ya kijamii, Trump aliandika, Iran ilikuwa na vifaa vizuri kufuatilia anga na vingine vya kujihami vingi sana, lakini haviwezi kulinganishwa na vifaa vilivyotengenezwa, kufikiriwa na kuzalishwa na Marekani. Hakuna anayefanya vizuri kuliko Marekani ya zamani na nzuri. Kauli hii inakuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inahofia kwamba huenda Marekani ikajiingiza moja kwa moja katika vita kati ya Israel na Iran, jambo ambalo linaweza kusababisha mzozo mkubwa wa kikanda na hata wa kimataifa. Hii ni mara ya kwanza kwa rais wa Marekani Donald Trump kutoa kauli ya wazi na kudokeza uwezekano wa Marekani kuwa na uwezo wa kijeshi wa hali ya juu ya anga la taifa jingine lenye nguvu ya kijeshi kama Iran. Hata hivyo, kauli yake haijathibitishwa na jeshi la Marekani wala vyombo rasmi vya usalama, jambo ambalo linaacha maswali mengi kuhusu uhalisia wake. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanasema kuwa Iran ina mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga kama vile S-300 kutoka Urusi, pamoja na mfumo wake wa ndani uitwao Bava 373. Hivyo madai ya kwa Marekani inadhibiti anga la Iran kikamilifu yanachukuliwa na baadhi kama ya kisiasa zaidi kuliko ya kiuhakika wa kijeshi. Hii ni kauli inayokuja katika wakati mgumu zaidi kwa dunia, hasa ikizingatiwa kwa Trump ni rais wa Marekani kwa muhula wake wa pili baada ya kushinda uchaguzi mwaka 2024 dhidi ya Kamala Harris. Rais wake umejikita katika sera kali za ulinzi, ukuaji wa kijeshi na kupambana na kile alichokiita udanganyifu wa mataifa adui kama Iran. Tangu kuanza kwa mfululizo wa mashambulizi kati ya Israel na Iran, hali ya Mashariki ya Kati imeendelea kuwa tete. Israel inadaiwa kulenga maeneo ya kiulinzi na miundombinu ya nyuklia ya Iran, huku Iran nayo ikijibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea miji mikuu ya Israel kama Tel Aviv. Iran haijatoa tamko rasmi kuhusu madai ya Trump, lakini viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo hapo awali wamesisitiza kuwa watapambana na uvamizi wowote wa kigeni na kuwa wamejiandaa kulinda anga yao kwa gharama yoyote ile. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limeendelea kufanya mazoezi ya kijeshi na kuweka vikosi karibu na maeneo ya kimkakati. Kwa sasa hakuna uthibitisho moja kwa moja kwamba Marekani imeshiriki moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, Marekani imekuwa mshirika wa karibu na Israel kwa miaka mingi na inajulikana kutoa msaada wa kijeshi, teknolojia na ujasusi kwa taifa hilo. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.